Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakuja kwako. Sisi ni wenye dhambi. Nimekuja Bwana hapa kwenye mji wa Chabalisa na Mitoko, Bushangalo, Kagera, Bukoba. Nimekuja kwa majonzi. Binti yangu shujaa askari Sifa kimaajabu amelala. Lakini wewe Mungu umeniacha mimi hai. Nilianza kupiga kelele nikitafuta mtu mmoja anayeweza kawa kama Sifa alivyokuwa. Sifa anajaribu kuachipue apokee, Sifa anapotea. Bado mimi umeniacha hai. Nimesimama kwenye mji huu wa Chabalisa. Nimesimama kwenye mji huu kwenye mtaa huu na kitongoji hiki cha Mitoko na Mitoko. Nimesimama kwenye kata hii ya Bushanga na mji wa Bushanga. Nimesimama kwenye wilaya hii ya Karagwe. Nimesimama kwenye mkoa huu wa Bukoba, mkoa wa Kagera. Nimenena maneno yako. Hawa wachache wamepata ile neno lililoandikwa. Onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema. Wamesikia mengi. Kila mmoja analo jambo kwenye moyo wake. Analoishi, analoona. Inawezekana hili ndio inaenda kutokea. Vyovyote ilivyo, hali ilivyo, uzee ulivyo, vyovyote ilivyo, Mungu amsaidie sana. Moto moto, moto kweli kweli. Nondo nondo, nondo kweli kweli. Lije lolote, hakuna kurudi nyuma. Nimekuja lolote, hakuna kurudi nyuma. Lije lolote, hakuna kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nikujulishe kwamba tukio la Sifa kwa kikosi kazi kwa kanisa letu ni moja ya tukio gumu sana. Gumu sana. Lakini wewe jua hakuna kurudi nyuma. Jua hakuna kurudi nyuma, kwa sababu baba zetu wengi walipokufa, walipouawa, Mungu alienda kuinua watu wengine wenye makali, wenye moyo unaoweza, wenye ujasiri wa kujitoa kuliko waliotangulia. Mungu wetu asifiwe. Sasa mimi kwanza nianze tena kwa kuwapa pole sana, lakini pia naongela kubwa sana kwa moyo mlio nao, kwa ushirikiano mlio nao, kwa upendo mlio nao, kwa mahusiano mazuri mlio nayo na mzee Bonaventure Bujune na mama Faraja. Lakini pia inawezekana busara kubwa iliyowafunika watu wa Nyamitoko, watu wa Chabalisa, watu wa Bushanga. Kikweli tumekuwa na wakati mzuri sana. Miongoni mwa maeneo tumewahi kwenda, tumekuwa na wakati mzuri sana. Leo wakati natoka, nadhani ndo zilipo ofisi za kata za Bushangalo, ama wapi mnaita Nyaka nini pale juu, Nyakaiga, kitu cha aina hiyo. Nikawa naangalia view, yani kamji kaliko kwa chini. Naangalia nasema paka nakuja sasa, natoka pale Chabalisa nakuja huku. Nasema mji huu kuna kitu kimoja tu ambacho moyo wangu nasema Mungu, sawa, asante. Natamani mji kama huu ningekuwa natembea, niko na binti yangu Sifa. Ananielekeza, anasema pale ni wapi? Ananiambia pale ni wapi? Anasema kwa sababu kwenye maeneo mengi, kwenye safari nyingi, mimi napenda niwe na safari na watoto wote ambao wao wameniona ni wa maana kwao. Mpaka kuna wakati mimi nilikuwa nakataa magari ya kifahari, nasema ya kifahari atapakia wachache. Yaani mpaka dakika hii sipendi kagari kadogo ambao katapakia watu wachache. Mwisho wa siku nilianza kutaka tununue basi, kila tunakokuweko tuwe wote. Kwa sababu moja ya kitu pia ambacho sipendi mimi kuonekana bora kuliko watu wengine. Unajua kwa nini, mtu wa Mungu? Nasimamia hili jambo. Niwape historia kidogo na baadaye nihubiri kidogo. Mimi kama nilivyosema jana kidogo, mimi nimezaliwa kijijini. Kijijini kwetu kule, nimewambia nimeanza kuvaa kiatu kwa mara ya kwanza linganisha nikiwa na miaka 12. Kimoja size 6,
kingine size 5, kimoja Puma, kingine Nike. Ndio ilikuwa mara ya kwanza kuvaa kiatu. Mungu wetu asifiwe. Tuliishi maisha ya chini sana, ambayo tulikuwa tunaomba misaada. Hata matunda ya porini, kuna mji ulikuwa nayo, tukienda kuchuma wanaona afadhali yaanguke chini yaoze. Mapera, manganga, kwenu mnahitaji mapera hivyo. Kuna vingine vinaita manganga, vinaota kwenye miba. Kuna mji ambao walikuwa navyo hivi vitu, afadhali vidondoke chini kuliko twende tuokote sisi. Sasa tukienda tukokota pale, walikuwa natukana matusi ya kila aina. Michawi nyie, mnakuja kuloga ili na sisi tuwe maskini kama nyie. Nilijifunza jambo. Wako watu ambao ukipatikana msiba kwao, huo ndio ulikuwa wakati kijiji chetu kinaenda kula wali. Wote tunahamia pale karibu, yani msiba ulishaisha karibu wiki 2 tuko pale. Tunawafariji wafiwa. Kwa sababu hatuna jinsi. Kumbe mnafarijiwa wenyewe. Kumbe hatuna jinsi, ni wakati wa kulapo wali wakati huo. Ikitokea harusi, kwamba kuna harusi mahali, nataka nikujulishe maisha ambayo tuliishi, lakini nikujulishe usimdharau mtu kabla hajafa. Ujui kesho atakuwa nani kwako. Nataka uone ni kwa nini mimi sipendi matabaka, kuwaona watu wengine ni wa chini hawafai. Yaani ikitokea harusi, wakipika wali, sasa baadaye wanatuletea vijana beseni moja. Hapo mkono wako na haraka yako ndio kushiba kwako. Wanakuta ile ngoma ukitia mkono moja pap, ukainua hivi, umetoka na nusu kilo. Ukiweka mkono mara moja kwenye sinia, ukainua una nusu kilo. Alafu ile kitu inapigwa 1, 2, 3, hamna. Lakini kwa bahati mbaya ukitaka urudi tena, hamna kitu. Unarudi tena kwenye sinia mle, hamna kitu. Hayo yalikuwa ndo maisha yetu. Mimi mpaka nakuja kupanda pikipiki kwa nyuma, yani kupanda kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza pikipiki. Okay, nianze baiskeli. Baiskeli nimepanda kwa mara ya kwanza, nina miaka nadhani 11, 12 hiyo. No, ilikuwa 7, 8. Hiyo niliwahi, lakini sijui hata wanavyokaa penye baiskeli. Nataka nikujulishe kijiji maskini tulikotokea. Nataka nikujulishe. Napanda baiskeli, sijui wanavyopaa, nikaingiza miguu kwenye spoke. Baiskeli mpaka leo ningekuvulia kiatu, pana kovu cha baiskeli. Ilinifiatua ikakunja mguu kwenye kiatu. Baada ya hapo nikiwa na miaka 15, 16, ndio ilikuwa mara ya kwanza kupanda nyuma ya pikipiki. Na ile pikipiki alinunua mmoja wa kijijini kwetu kama isubiri na yeye, kwa sababu anajua kijiji chote cha hawajawahi panda pikipiki. Kila kimkuta mtu anampakia. Kwa hiyo tukisikia tu inawaka pale unasimama njiani. Baada ya kupita tunaona ana mtu, basi hamna jinsi. Lakini siku mimi ndo nikaja kumbahatisha, hana mtu. Nilijishikilia siku ile. Nilijishikilia mpaka inafika mjini. Yani muda wote najiona hii siku ya leo hata kama nikifa sina deni duniani. Nataka nikujulishe maisha ya umaskini na maisha yanavyoweza kugeuka. Ndio maana mimi nimejifunza usimdharau mtu kabla hajafa. Huwezi kujua kesho atakuwa nani kwako. Usimdharau mtu aliyekuja kwa sababu unamuita ametoka kijijini. Hiki sio kijiji, kuna vijiji. Sio kijiji. Sasa usimdharau mtu, usimjua, usimdharau mtu kabla hajafa. Baada ya hapo tukaendelea na maisha. Mwisho wa siku mimi nikaanza tu biashara. Hapa na hapa, hapa na hapa, hapa na hapa tu biashara. Nikahamia Dar es Salaam. Nikajenga kajumba. Nikaweka na kajumba kakupangisha. Ile familia ambayo tulikuwa tunakula wali. Ile familia ambayo tulikuwa tunaenda kuokota manganga. Tunaenda kuokota mapera. Nikashangaa siku moja dalali analeta mpangaji. Nimetangaza nyumba napangisha. Nikakuta dalali analeta mpangaji. Mpangaji huyo alikuwa ndo dereva wa kaka tajiri. Ni mdogo,
mdogo kabisa, sikutaja kwa sababu watajua kokote waliko. Wanaendesha gari la kifahari la mamilioni ya shilingi miaka hiyo ya 98, 90 ngapi. Lakini mwisho wa siku nakuta anakuja mpangaji. Kufika nikasema wewe ndo fulani. Hapa ameshaiona nyumba, ameshaipenda, ameshajua kwa kweli hapa ndo nitakapoishi. Alafu baadaye analetewa mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni mimi. Nilishtuka, alishtuka. Nikasema wewe ndo fulani. Na wewe ndo fulani. Kasema Aisha, karibu. Nyumba hii hapa, karibu sana. Karibu nyumba ya kupanga hii hapa. Aliponiangalia, alipokumbuka tulikotoka, ilibidi aseme nimeahirisha kupanga hii nyumba. Naombeni niondoke kwa sababu maisha ni kigeugeu. Unayemwona leo hautamwona hivyo kesho. Inategemea atakutana na nani. Inategemea atakaribiana na nani. Inategemea atamsogelea nani. Inamtegemea hizo shida zinamfikirishaje. Kwa sababu wakati mwingine shida ugeuza mtu aliyekuwa mnyonge kawa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mfano mimi hapa nilipo hivi nilivyo. Mimi kwa tukio hili la sifa la mwanangu wa pekee ambaye alitangulia kabla ya sifa la yaliyoendelea kufungwa gerezani, mimi nikujulishe, ninakubali, najiona nimekuwa mnyonge, nimekuwa duni, nimekuwa hovyo. Kwa sababu mimi katika maisha yote sikudhaniki kuna siku nitakuja kupewa pole na kuonewa huruma. Kila mara nilijua kila nitakapokwenda kuna watu nitakuwa na wafariji, na wapa pole. Wanakuja kwangu wote, sehemu kubwa walikuwa wananikimbilia hawa wakiwa na matatizo hapa na pale. Na ndio maana kipande kikubwa wao wanashinda pale kanisani. Wanasema tukimwona baba tu uchungu umeondoka. Tukimwona baba tu maswali yameondoka. Huyu Robert huyu kuna siku moja yeye kidogo anajaribu fanya biashara. Fanya biashara hivi vya kusafiri kwenda nje, kwenda China, kwenda wapi, kwenda Dubai na vitu kana. Lakini katika hali yoyote ndoa yake ilikuwa katika mazingira ambayo wasingeweza kuishi. Kuna siku moja wakashikana mkono na mke wake, wakapanda kwenye gari yao, wanakuja nyumbani, wanasema mchungaji, sisi ili tusije tukauana. Hapa alipo na gari ambayo ni zaidi ya milioni 100. Lakini ujishusha uishi kawaida. Lakini ukisikia hivyo, unaweza sema mchungaji, basi kuna chochote unachopata. Mimi sio huyo. Yaani mimi siwi na waumini kwa sababu muumini utakuwa na chochote atakuwa maisha yangu. Mimi sio huyo. Yaani mimi sio huyo. Mimi sijatumwa kwa watu ili nipate chochote kwa watu. Mimi nimetumwa kwa watu ili niweke chochote kwa watu. Ili nisaidie watu. Ili niingize chochote kwenye maisha ya watu. Mimi naamini nipo duniani ili niwe faida. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakiwa na kagari kao, kuna siku moja wakawa wanakuja wameshikana mkono, mchungaji, sisi ili tusiuane, tumekuja tafadhali, tunaomba tu weka mkono wako wa baraka, sisi tuachane. Wanaamani kwa sababu hapo wamezozana siku nyingi, wametofautiana. Wakati mwingine wanasafiri pamoja kwenda Dar es Salaam. Wakifika Dar es Salaam kila mmoja anaenda kutafuta njia yake kurudi. Wamekosana kitu kidogo tu, wametofautiana. Siku walipofika wakasema hivyo. Na wamemaanisha wamepatana, wamemaanisha kwamba ngoja sisi tuachane kwa furaha. Tuachane bila kuumizana. Kafika hapo kasema, nikauliza mara ya pili, mmesema? Sasa walivyoona sura yangu tu, kwa sababu mimi kwa sehemu kubwa ni faraja yao. Walivyoona sura yangu tu, tumekaa na mke wangu, nikauliza, mmesema? Kwani mnirudia? Hawakurudia kwamba tumekuja kuachana. Wao wenyewe walianza kucheka. Wanacheka. Nikasema naomba narudia kwa mara nyingine. Mmesema? Mwisho asikwenda. Baba, sisi wapumbavu sana. Sasa
haya mambo ngoja tuachane nayo tu, ngoja sisi turudi twende tukalale. Nikasema sina hata la kuwapatanisha, kwa sababu sura yangu tu na maisha yangu tu nimejipambanua, nitakuwa mpatanishi wa watu, nitakuwa baraka kwa watu, nitakuwa sababu maisha ya watu kutulia. Mungu wetu asifiwe. Sasa nataka nikwambie wale watu ambao tulikuwa naenda kuokota mapera kwao na tutukana, mwisho wa siku baadaye wakaja kwa wahitaji tu wa kawaida mjini, wahitaji wa kawaida. Tukikutana mahali wanatuomba hela, tukikutana mahali wanatuomba, hii lugha za mitani nasema michongo, wanatuomba michongo kwamba bwana, ili na sisi mambo yaende, hebu nipe mchongo, nipe huko unakosafiri, nijulishe hiki na kile, naomba nitoe buku, naomba. Na hapo ndipo nilipojua usimdharau mtu kabla hajafa, hujui kesho atakuwa nani kwako. Usimdharau mtu usiyemjua, hujui kesho atakuwa nani kwako. Na kwa mfano kaina hiyo, nataka nikufundishe kwa nini mimi naishi maisha ya kawaida, ili hali nisingekuwa wa kawaida. Ili hali nisingeishi kawaida kulingana na taabu yangu duniani, kulingana na nilivyotoa maisha yangu duniani. Mimi sikuanza kanisa kwa sababu nimeitwa si mvivu wa kazi. Mimi nimeanza kanisa mpunga upo rafiki. Nimeanza kanisa mpunga upo. Wewe imagine kijana miaka 24 25 umejenga nyumba Dar es Salaam ina vyumba 7. Sio mchungaji, sio mzee wa kanisa, sio katibu, ila umeokoka tu. Kijana unapigilia suti mwanzo mwisho. Kwa hiyo sio kama tulikuwa watu fulani tumechoka, lakini tulianza kwa sababu mimi niliona aina ya maisha ninayoishi naweza nikaja kumwezesha mwingine akaja kuishi. Niwaonyeshe wengine njia ya kuishi ili watoke kwenye namna wanayoona ni kama wamejidharau, ni wa kijijini. Na leo hapa naendeleza kile ambacho niliongea jana. Kile nilichoongea jana, Mungu hachagui mahali pa kumchukua mtu wake. Hachagui popote pale. Na hapa Nyamitoko. Na hapa Chabalisa, nikosea jina mtakuwa mnaezaisha. Hapa, yani kwa vile tulivyofika, kwa unyenyekevu huu, kwa moyo huu, kwa sura hizi ninazoziona, hata kama leo tunaondoka, hakuna anayesema ameokoka, hakuna anayesema nitakuwa na imani aliyokuwa nayo sifa. Mimi nawaambia maneno tuliyosema kufika kwetu hapa, kuonekana kwetu hapa, lakini pia na mbegu ile Mungu aliyoizika kwa uchungu, na ile mbegu aliyoizika pale Mungu kwa uchungu, ninawahakikishia aisivyo Mungu. Kwa bahati nzuri anayeokoa sio mimi. Kwa bahati nzuri maneno yangu sio anayeweza kuokoa. Yuko Jehova anayejua hatua zangu na anayejua moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine wa kutokumdharau mtu aliye chini, nikufundisha jambo kwenye hilo eneo. Kuna tajiri mmoja, nadhani kwenye miji ya Tabora huko, kuna mapoli fulani makubwa. Kuna tajiri mmoja alikuwa na gari napita kwenye poli pana simba. Akamkuta mpita njia mmoja, naye anatembea kwa mguu. Yule mtu akapiga magoti barabarani, akamuomba lift. Akamwambia nakuomba sana, hapa katikati pana wanyama, naomba nipe lift. Yule akamshusha, akampandisha, akamshusha. Akasema nyie ndio mnakuaga wezi nyie. Mchafu kama wewe uingie kwenye gari langu hili? Haiwezekani, mnakuaga wachawi nyie. Akapandisha kioo, akaondoa gari. Maskini wa watu akaanza kutembea kwa mguu. Anakatisha poli la zaidi ya kilomita 40. Nikwambia kilomita 40 kutoka hapa Chabalisa kwenda Karagwe mjini, nadhani kilomita 30. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kutoka hapa kwenda kule Karagwe ni jirani, kilomita 40. Unamwacha mtu njiani polini, kisha ni mchafu, kisha ni maskini. Basi yule mtu anaanza kutembea mbele kidogo, anachungulia kwa chini hivi. Baada ya kutembea kama kilomita 1, anachungulia kwa chini, anakuta kuna mtu anasema nisaidieni. Sauti inaelekea kukata kwa sababu kabanwa na chuma. Nisaidieni. Baada anakuta ni kama kuna gari lilipoteza mwelekeo hapa, likaenda kudondoka, na yule mtu alikuwa peke yake kwenye gari. Hii tabia ya kujiona mimi hapa nilipo, mimi hapa nimeweza, mimi ni kila kitu. Hujaweza bado. Unahitaji busara za mwanadamu. Unahitaji mwanadamu mwingine. Haleluya. Nisaidieni. Yule mtu kuchungulia ndio lile gari lililompita. Akafika mahala, akaenda pale kabandua kile chuma kwa nguvu,
Yule mtu akatoka, lakini hawezi kutembea, miguu imeminywa, hawezi kutembea. Yule maskini alichuchumaa, akambeba yule mgongoni kilomita zote zile 40, akazitembea kwa mguu. Amebeba mtu, anampeleka hospitali. Aliyekataa kumpa lifti, alipofika akamfikisha hospitali, wakatumiana ujumbe, ndugu zake wakaja. Akiwa pale amejua ndugu zake sasa wamekuja, aliwaambia sasa kwa kuwa ndugu mmekuja, mimi naondoka. Akampigia magoti, akasema naomba usiondoke, niambie chochote kilicho ndani ya uwezo wangu nikulipe. Akasema sitaki chochote, inatosha tu mimi kukutendea mema, sitaki chochote, naomba niondoke. Yule mtu akalia, akapiga magoti, akasema naomba. Yule akakataa. Mwisho akatuma mtu, akasema hivi anavyoondoka hivi, naomba nendeni kwa nyuma, nendeni nyuma mkaona anapoishi, muwaone watoto wake. Kwa hiyo yule mtu akaenda, wakaona watoto wake. Alichofanya tu yule tajiri, akahamisha wale watoto akawapeleka international school, akawalipia ada zote. Kuna kimoja ambacho siwezi kukielezea, kati ya yule maskini au tajiri, baada ya ile ada alikufa. Kati ya mmoja baada ya ile ada, kwa sababu yule maskini hakuhitaji chochote. Sasa hiyo siwezi kulifafanua, inataka tu nikwambie, usimdharau mtu kabla hajafa. Hujui kesho atakuwa nani kwako. Usimdharau mtu akiwa katika hali yoyote. Hii ndio inayofanya mimi kwa sehemu kubwa, mwanangu wa pekee alipoondoka, hata watoto hawajuisha kwenye gari tutapanda na nani, kwa sababu ilikuwa lazima mahali pengi alipo, mahali pengi tulipo kwenye gari yupo. Leo hii akawa ameondoka, ni hawa kina Sifa, mahali pengi tulipo. Juzi hapa nimeenda naye msibani Kiela kule Mbeya kwetu. Nimeenda naye msibani. Sifa ilikuwa kama kuna mwanadamu amehusika. Kama kuna mwanadamu amehusika. Amehusika kwa sababu anajua Sifa ilikuwa moja kati ya fimbo yangu. Ilikuwa moja kati ya nguzo yangu. Nimeenda naye msibani, yani najua nimeenda na jembe. Nimefika msibani, msiba aliubadilisha kuwa sherehe. Sifa kila alipofika watu walijua Sifa yupo. Sifa kila alipopita watu walisikia fahari kuonana na Sifa. Kila anapofika anasema njoo tupige picha. Leo nimemwona malaika wa Mungu. Leo nimemwona mtu wa Mungu. Leo nimemwona masihi wa Mungu. Huyo ndo aliyekuwa Sifa. Lakini leo tuko hapa. Tuko hivi. Sifa ni kweli Bonaventure yamesema kuna sehemu ya kipaji alimurithisha, mashairi alimurithisha, lakini pengine malezi ya kukiendeleza kile kipaji na ule moyo, inawezekana sisi tumehusika. Malezi ya kukifunua kile kipaji na ule moyo, inawezekana tumehusika kukivumbua na kukitokeza kwenye jamii. Kwa sababu kazi ya neno la Mungu ni kumtoa mtu chini na kumpandisha juu. Kazi ya neno la Mungu na ibada, unisikilize mtu anya mitoko, mtu achabalisa. Kazi ya neno la Mungu ni kubadilisha jina lako. Kulibadilisha jina lako, usiitwe huyo tena, usionekane hivyo tena. Bwana Yesu asifiwe. Niweke vizuri na lugha ambayo niongea jana kwamba mimi ni simba. Mimi kimsingi sijafikia usimba ambao nadhani neno la Mungu nilitaka tufike. Lakini wewe jua, bila kujalisha machozi nilio nayo, hali nilio nayo, ukimya wowote utakao niona nao, ama pengine hapa unaweza kuniona nimechangamka, lakini usione ajabu ukaniona sehemu nyingine ninalia, nimeonekana ni kama sasa sina matumaini yoyote, hakiwezi kufanyika chochote tena mbele ya maisha yangu. Naomba ujue, ukimwona koga ameinama, jua bado anatunga sheria. Mimi ukiniona naongea, jua naendelea mbele. Mimi ukiniona na nyamaza, jua naendelea mbele. Aishivyo Mungu ni kimoja. Aidha nitatokea kuwa moja ya mtu
mwisho zaidi duniani mtatokea kuwa mtu ambaye nikisema nyamaza nyamaza, nikisema kaa kaa, nikisema inuka inuka, nikisema ondoka ondoka, na usipoondoka utaumia. Kama sijatokea kwa mtu huyo, basi wewe tambua sitakuwemo duniani. Sitakuwemo duniani. Katika kitu nakataa kwa binadamu wa kawaida. Yani wewe unatembea kawaida, unanisalimia kawaida, tunakutana kawaida. Kitu ambacho nategemea tukitazamana macho hivi, kama kuna namna yote ya wizi huko ndani yako, namna yote ya uwaji, ubakaji, uzinzi huko ndani yako, tukitazamana aisha inama chini, pita, tusitazamane macho mara 2 mara 3. Ama piga magoti uniambie, mchungaji, kuanzia leo nataka kuacha mabaya haya, nataka kuacha uchafu huu. Lakini vinginevyo kila kitu ninachojua kinatakiwa kiumbike kwenye maisha yangu kupitia maandiko na Biblia hii. Nikikutazama ukanitazama na bado na mawazo machafu, iwe inatokea jambo kwenye maisha yako, ili na watu wengine wapate habari ya kwamba neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha jina la mtu, hali ya mtu na mwenendo wa mtu, akawa sio huyo unayemwona tena. Kwa sababu Biblia katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inasema imekuwa basi tangu sasa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama ni mapya. Nataka ufahamu kiumbe kipya akijaelezewa kinatisha kiasi gani, kiumbe kipya akijaelezewa kinavutia kiasi gani. Lakini tukisoma hii Biblia, wako watu waliofanya viumbe vipya. Yesu alipewa jina jipya baada ya harakati za hapa na pale. Alipopewa jina jipya kilikuwa ni kitu kingine. Yeye alikuwa sasa hasafiri kupitia punda, hasafiri kupitia gari. Yeye mkijifungia mlango anatokea hapo hapo, anasema amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Huyo akawa na jina jipya, huyo akawa kiumbe kipya. Kwa hiyo kitu ambacho nahangaika nacho hapa, kiumbe kipya sio kwanza kuvaa suruali za vitambaa, sio kwanza kusema Bwana asifiwe. Kwa kiumbe kipya ni kila kitu kubadilika. Sura yako inabadilika, maneno yako yanabadilika. Ukisema huyu acha na acha, ukisema huyu nyamaza na nyamaza, ukisema huyu kaa chini na kaa chini, bila kudalisha cheo chake, bila kudalisha umri wake, bila kudalisha uwezo wake, kwa sababu neno la Mungu na imani iko juu ya uwezo wote na mamlaka yote. Hiyo vitu utaviona kwa kina Elisha. Elisha, wako watu wameenda kumkamata, akamwambia Mungu apige kwa upofu wao. Siku ya kwanza kuna watu walisema paa wewe mwenye upaa. Akasema mnanitania mimi, mwisho wako taniwa. Dubu tokeni poleni walarueni hapa. Walipolarudia watu wengine wakashika adabu. Wengine watu wakasema jamaa sio wa kuchezewa. Kuna siku jeshi limeenda kumkamata, akasema Mungu apige upofu wao. Walipopigwa upofu, yuko kijijini shamba, yuko kijijini, walipopigwa upofu akawachukua, akawapeleka kwa mfalme. Anafika kwa mfalme, mfalme anamuuliza, anasema baba yangu hawa ni wapiga. Akasema wapiga wewe ndio umewaleta. Huyo ni nabii, anaishi porini, hana nyumba, hana nyumba. Kuna kitu nataka nikwambie mtu wa Chabalisa, nataka nikwambie mtu wa Nyamitoko, haijalishi unaishi wapi, haijalishi una hali gani. Kwanza after all, zaidi ya hayo nataka ujue neno la Mungu huwa linawatafuta wanyonge kama wewe, huwa linawatafuta wa kawaida kama wewe, huwa linawatafuta wanaoonekana kama hawana mwelekeo kama wewe. Kwa nini nasema hivi? Hapa nilipo mimi nadhani kwa sehemu ninaelekea, sijafika ndio, sijafika ndio, sijawa ndio, lakini nadhani na wewe unaona kuna kadalili kanaelekea, kuna kadalili kanaelekea. Nasema jamaa ni kama hayuko mbali na ile destination, na pale mwisho tulipotakiwa kuwa ni kama hayuko mbali. Sasa mimi nilikuwa kijijini kama wewe, nisema kwa story nilizokuambia, na wewe unajua kabisa kwamba huyu na yeye alikuwa kijijini, lakini kabadilika. Mimi sijabadilika kwanza kuvaa suruali za vitambaa kaka, sijabadilika kwanza kusema Bwana asifiwe na kuimba na kuomba kwa fujo. Hapana, kinabadilika kila kitu, kinabadilika kila kitu. Nilikuwa sitafika. Tunatoka imani hata imani, tunatoka hatua kwenda hatua. Hapa tulipo kwa machozi yote, ni pengine sifa amezikwa, pengine amezikwa, wengine mioyo imeshafika mwisho. Sisi tunatoka hapa tunaenda Mbeya.
Tunaenda Mbeya, mpaka mke wangu alikuwa anasema tukifika Dar es Salaam ikiwezekana hatutapitiliza, kwa sababu uchungu tunapofika Mbeya unaenda kwanza moja. Naenda kwanza moja kwa sababu wakati mwingine uchungu ni ukikutana na watu ambao watakuwa wameumia. Watakapokuwa wanafika huku sifa amekulia huku, lakini miaka ya mwisho kaishi Mbeya. Mbeya kagusa maisha ya watu. Mbeya kagusa maisha ya watu. Kwa hiyo tunajaribu hata ikiwezekana nitumie lugha hii kama watanisikia watanisamehe. Tunajaribu tuwapoteze mabora, ili ikiwezekana hata wasijue tunarudi lini. Na hata tukirudi tukutane tu na watu mmoja, wawili, watatu. Yaishe. Kwa sababu unajua uchungu. Uchungu hata watu wakonea huruma au kusaidii kitu. Kweli. Unazidi kukuumiza. Ongeza maumivu. Kwa sehemu kubwa watu wengi kwa uchungu nilio nao huu, wanachokiona mbele yao, hususan Mbeya, wanajua Mbarikiwa inawezekana hapa ni mwisho wa maisha yake. Inawezekana hapa mtu wa Mungu, mimi nikiishi siku 3 huko mbele, kuna jambo utalisikia. Kuna jambo utalisikia. Mimi ni mtu ambaye naamini imani, hata kama itanifanya niwe na miujiza ya kina Elisha, lakini walau iniache karibu kila mtu ananifikiria mara 2 mara 3. Huyu ni binadamu kama sisi au ni tofauti? Imani inayojua lazima, yani hapa nitende matendo hapa kwa Mama Faraja, hapa kwa Bodivenja. Hapa huenda mtaniona kwa namna moja ama nyingine. Mtaniona na mtakuwa mnajua Mbarikiwa amewahi kupita hapa, kwa sababu hii ni sehemu ya familia kwenye maisha yangu. Huyu Mama Faraja kila nilipokuja Chato, kila nilipokuja Kahama, alikuja. Huyu Mama Faraja kwa namna nyingi mimi ni mdogo kwake kidogo. Ni mdogo kwake, lakini akija anasema shikamoo baba. Kwa sehemu kubwa tumekuwa familia kwa siku nyingi. Na ilishatoka sisi kwa bahati mbaya watu ishiki na mtu kama mfanyakazi. Kweli. Sisi kila tunaishi naye ni kama sisi. Kwa nini tulishawahi kuwa maskini? Watu hawezi kumdharau mtu kwa sababu maskini. Sifa alikuja Mbeya pale na kasuti fulani amekashonesha kana mbana kametatuka. Anakuja, sisi hatukuangalia kasuti kaina hiyo. Tulipofika tuliangalia moyo wake wa kutaka kuja kuwa faida kwa watu. Tukauona moyo huo, akaanza kuishi pale. Sifa alikuwa anakataa tu nguo. Huyu mdogo wake huyu kwa jinsi wanavyopendana, yeye akimbariki na yeye anapita huku na kule, anaenda ananunua hiki. Juzi kati hapa, sio hata kama hiyo nguo kavaa hapo na kuvaa. Hata kushona hajashona. Alikata tu. Juzi kati hapa mdogo wake akasema, sasa nataka nikamnunulie Sifa kitambaa cha gharama kama cha mama, kwa sababu nataka nimuonyeshe ni kwa kiasi gani moyo wangu mimi, yani mimi ni yeye ni mimi. Kanunua kiatu cha gharama, kamnunulia kitambaa cha gharama. Sasa bado tungetamani haya amevaa akiwa tunakuja naye huku. Ingawa sasa alikuwa kitisho. Hicho kitambaa cha siku nyingi. Wamenunuliana siku nyingi. Sasa akikuwa kitisho angeweza kununua vazi lolote. Angeweza kushona kitambaa chochote. Angeweza kuvaa nguo ya aina yoyote. Lakini Sifa na yeye akachukua moyo wangu. Hata vikiwepo hana kazi navyo. Anachosema tunatakiwa tuwe baraka. Tunatakiwa tuguse maisha ya watu. Jina la Sifa limeishia maisha ya Sifa ya kawaida ya mwili ni kama yameishia hapa. Lakini maisha ya Sifa na jina la Sifa naamini litakuwepo na limeangukia mkononi mwangu. Unajua jina la Yesu lipo kwa sababu kuna watu walitangaza sifa za Yesu. Jina la Yesu lipo kwa sababu kuna watu limeangukia mikononi mwangu. Hata nife kesho kutwa, machache nitakayosema kuhusu Sifa yatabaki yanazunguka kwenye vichwa vya watu. Sifa alikuwa nani kwenye hii dunia? Bwana asifiwe. Sasa nikwambia ya kwamba Mungu, jina la Yesu, imani, hii Biblia hii Biblia ikuachi hii, unasema tu Bwana asifiwe. Unashona suti za vitambaa na kuimba mipambio sasa hivi. Unajua sasa hivi unaita ulokole. Ulokole ni fujo na mazoezi ya zinaa. Sasa hivi kwaya zimekuja makanisani. Ulokole wa sasa ni mastepu tu.
ambayo mabinti akiimba lazima aende mbele akageuke kwa nyuma hivi. Akaonyesha kwamba msipotamani huko mbele, hebu angalieni hata huko nyuma. Kwa sababu hapa kanisani wote tumekuja mawindo. Sasa hivi ulokole hata vijijini huko mnajitahidi, mnakodisha vyombo hivi au mnanunua vyombo. Mkinunua tu pa mixer moja na midi moja, hapo linawashwa. Likiwashwa hapo nakuta vijana step amjui maana ya hii step. Hii step tafsiri yake hii mnachocheza. Maana mtakubana kishawasha. Mtakubana kishawasha. Nikitoka hapa mtakubana. Polini kule mtakubana. Tukitoka hapa mtakubana kishawasha. Hiyo sepu kwa sasa hivi sepu haina ya kwaya kuu, haina ya Wakatoliki. Wakatoliki zamani walikuwa wanacheza walau kwa adabu. Sasa hivi nao Wakatoliki wamechangamka. Lutheran yuko Moravian ndio usiseme TAT assemblies. Unakuta hebu tamani mbele. Usiposhtuka hebu angalia na nyuma. Oh, tamani mbele. Usiposhtuka angalia na nyuma. Mtakubana kishawasha. Wewe dada, mtakubana. Wewe kaka, mtakubana kisha. Sasa mkubwa hapo ndio mlipoishia. Wakati wanakwaya za kina mama za vijana wote mko hivyo. Wachungaji na wenyewe wanasema kwa sehemu kubwa senene wakipigwa na moshi ndio unawadaka kisawasawa. Mkishafanya hivyo na wenyewe wanaweka chombo, mkatakane sawasawa, mkabanane sawasawa huko nje. Lakini hebu vileteni vikaya hapa. Kwa nakuta mmeimba mtakubana, sema kabananeni tu. Zilete kwa nakuta mchungaji anazichuma tu. Msiache kuibariki nyumba ya Bwana. Msije mikono mitupu nyumbani mwa Mungu. Mwisho wa siku nakuja kwenda kushangaa, nasema hivi nyumbani mwa Mungu ni wapi? Mbona sehemu kubwa ya wachungaji akianza kanisa baada ya miaka 2-3 nakuta wote kuna kitu kiko mbele. Wote tafikiri wajawazito. Ukiona mchungaji akijatokea ujue ajui mitego ya senene kuiwasha vizuri. Unajua mitego ya senene hajafunga furu ta. Lakini vijana wa mjini wasema nyie bananeni kisawasawa. Lakini mimi natega mtego wangu wa senene hapa. Natega mtego wangu wa senene. Unakuta fungu la 10 linafafanuliwa utafikiri nyuma lina moto. Sadaka ya lakini wakati Biblia inasema katika Mathayo 9:13, nataka rehema wala sio sadaka. Nataka matendo mema wala sio sadaka. Cha kwanza Mungu anachotaka, nataka kugeuka kwa tabia, kwa maisha, kwa mtu anayekuja kanisani. Wala sio kuangalia amekuja na shilingi ngapi, alafu unamwacha nitakubana kisa. Mimi kanisani ukai. Manabii wa sasa hivi wanaona mtu ambaye hajatoa vizuri sadaka. Mimi naona dhambi. Mimi nachunguza. Awe sifa hapa katikati wenda mlisikia. Niliona kuna mahali amekutana na kijana kwenye maeneo ambayo sijaruhusu, yani amekutana na kijana, sio amemtongoza. Wamekutana kwenye eneo ambalo alikuwa na kibali kwangu. Wamekutana ni kawaida, wanazungumza ya kawaida, ila anataka yule kijana mshuhudia muonyeshe Mungu. Lakini ikawa lile eneo waliloenda kukutana ni kweli ni stendi, lakini sio kibali changu. Nadhani mliona kama mnafuatia mitandao. Nadhani mliona moto niliomwashia. Uliona? Nadhani mliona moto niliomwashia. Sio kitoto. Mimi si waumini wangu wote hawa. Dakika yoyote wanasema kusanya. Fungua tuone kwenye message. Toa pini. Wakishakusanya natoa pini na angalia una chat na
na nani? Una chati nini? Uzuri hata yako tunapekua. Uzuri hata za kwangu na mke wangu saa yoyote huwa wanapekua na kufungua kuona kimo nini. Kwani maisha ni nuru. Mimi kwa sababu sihitaji chochote walicho nacho. Hata ningeona kwenye message yako kuna milioni 100 ni zako. Nione kuna milioni 20 ni zako. Hazinihusu. Sikuja duniani kutafuta takataka na maji ya hii dunia. Nilikuja duniani kutafuta moyo wa mwanadamu. Yuko mwanamke, yuko mwanaume, Mungu ana haja naye. Mungu anataka kubadilisha jina lake. Usiwe na jina hilo, usibaki hapo, usibaki hivyo, usionekane hivyo. Ama uwe kitu kingine, ama uwe mtu mwingine, ama uwe mwana mwingine. Neno la Mungu hili, maandiko ya Biblia hii, kazi yake sio kutuacha tunabanana kisawasawa kazi. Kazi yake sio kucheza step. Kazi yake sio kukuteua wewe mzee wa kanisa ushemasi. Huo ni upumbavu. Hivyo hata usipokuwa navyo achana navyo. Yakobo 1:9 anasema heri mtu asiye na cheo maana ametukuzwa. Ndugu asiye na cheo amebarikiwa kwa sababu ametukuzwa. Usihangaike na kijina cha ushemasi. Usihangaike na kijina cha uzee wa kanisa. Usihangaike na kijina cha uchungaji. Usihangaike na kijina cha askofu. Hebu hangaika na kuwa na jina jipya. Hebu hangaika na kuwa na jina jipya. Liko jina ambalo Bwana Jehova kwa njia neno hili anatamani siku moja wewe Betha usiwe Betha huyu. Watu waite Betha lakini waanze kuangalia nyuma ya Betha kuna nini. Huyo ni kama ni zaidi ya binadamu. Haleluya. Ndio baba. Kanisa ilipofika kwa mfalme akamwambia mfalme, anasema kwani unawaleta wewe? Kwa amri yangu wape chakula wale alafu waache waende zao. Mfalme akapiga saluti kwa Elisha. Tawile baba. Tawile. Akawapikia chakula akawapa akala akaondoka akurudi tena kwenye vita. Elisha akasema akajua moyoni huko ndo kuokoka. Hii ndo imani. Imani isituache hapa tuko kinaagizwa kitu chochote cha kipumbavu kwenye jamii. Mwenye imani yupo na anajua kinapita. Hamna kikiagizwa chochote wao wanajua. Kuna mtu wa Mungu utasema no. Utasema hilo jambo lina madhara. Utasema hilo jambo lina hasara. Utasema hilo jambo mnamuonea mtu acha. Sasa kipindi hiki hapa tunapopita, ukimwambia naye huwa mtu anayetapeli mtu, anayeonea mtu, anayedhulumu mtu, ukimwambia acha, hapa tunapopita sasa hivi unafinywa uliyesema. Unapeka unayesema. Unapoteza unayesema. Na mimi nataka nikujulishe, hiyo haifanyi tuache mazoezi ya kuja kuwa wale tunaotakiwa kuwa. Na njia imepita hapo. Kama kuna mkono wa mtu umemdondosha sifa, mimi hapa nilipo kesho na kesho kutwa utaniona bado nasema acha. Utaona bado nasema acheni kuonea watu. Acheni kuua watu. Acheni kudhulumu watu. Hili mliopanga ni baya. Hili mliotaka kulipitisha sheria hii ni mbaya. Utaona bado napinga. Utaona bado napinga. Nisipo Mungu akiruhusu niishi na kutangazia siku moja nikutangazie nikutolee unabii. Mungu ikimpendeza tutakuja kufanya ibada nyingine ya sherehe ya ushindi wa yote ambayo tulitabikia ikiwa pamoja na sifa. Kama hujawahi kusikia watu wanafukuliwaga na makaburi nafukuliwa hata kama hata fufuka linafukuliwa kaburi, mnabeba hata mifupa mnaihamishia pengine ili mtangaze tu ya kwamba ukombozi sasa umepatikana. Hata mifupa hii na isherehekee ule unabii wa Yusufu aliyesema baada ya miaka 30, baada ya miaka 400 Bwana atakuja kuwakomboa katika utumwa huu. Atakuja kuwakomboa kwenye mateso haya. Saa ya ukombozi ukipatikana, Yusufu alisema msije mkaiacha na mifupa yangu. Mje muihamishe mifupa. Nakwambia ishindwe Mungu. Mimi nikiishi nasikitika kwa jambo hili. Ila linawezekana likaja kufanyika. Watu kama akina Sifa tunaweza tukatoa chochote kilichopo. Unasema tukakiweke eneo maalum. Eneo maalum watu wanajua. Hawa waliufia ukombozi. Hawa waliufia taifa. Hawa walifia jina lililotakiwa kuwa juu yao. Sasa wewe achana nayo. Nasifanyikayo achana nayo. Lakini naomba tu uelewe.
Naomba tuelewe. Hapa nilipo kweli na mimi bado ni wa kawaida tu. Hizi ni tantarira tu. Sawa. Hizi ni tantarira tu. Haya ni maneno ya kawaida tu ya kwenye kanga tu. Lakini lazima ujue ni ya kwenye kanga. Yanatafuta ya hame. Yasiyo ya kwenye kanga. Yawe na uwezo wa wazi uliomo kwenye kitabu hiki. Hebu nikusomee Biblia kidogo hapa. Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 28, 29. Maandiko matakatifu yanasema, ndio. Tena Mungu alivichagua vitu anza 26 sorry. 26. Mstari wa 26 anasema, ndio. Maana ndugu zangu, ndio, angalieni mwito wenu. Naam. Ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wasemwao wana hekima kwenye nchi yetu, wasomi, matajiri. Si wengi, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye nguvu wanaonekana wana cheo cha kuamuru chochote. Si wengi wenye cheo walioitwa, ambao wameitwa kwa Bwana. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu, wale wanaoitwa pumbavu, wanaoitwa wahovyo. Aliwachagua hao waliokata tamaa, waliojikatia tamaa. Wao wenyewe wanajiona hawafai, jamii inawaona hawafai. Mungu aliwatafuta watu kama hao. Aitwaje? Awaipishe wenye hekima. Awaipishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia. Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Ili aviaibishe vyenye nini? Vyenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako wewe ni mmoja wa watu dhaifu. Mwambie jirani yako, mkashie macho kama unaweza. Mwambie ninavyokuona wewe. Ninavyokuona wewe ni moja kati ya watu dhaifu. Ni moja kati ya watu dhaifu. Waliokata tamaa. Waliokata tamaa. Waliokatiwa tamaa. Waliokatiwa tamaa. Lakini wewe ndio Mungu anakutafuta. Ndio Mungu anakutafuta. Haleluya, haleluya. Mungu anakutafuta wewe. Sababu kuna watu wanataka kuwaweka chini ya nyayo. Kuna watu majeuri, wajanja wa hapa Chabalisa. Hapa Nyamitoko bila shaka kuna watu wana majina makubwa. Wakikohoa kabisa hata ndege wananyamaza. Wakikohoa hapa wote wao mnasema huyu kaongea. Hapa Chabalisa. Haleluya, haleluya. Hapa Karagwe pana watu naamini wana majina. Wewe ukipita unasalimia tu kwa mbali. Shikamo. Ukigusa kagari kako unaona umetoa mikosi. Nimegusa hapo kagari. Yaani wewe umekuwa ni mtu ambaye umekuwa duni, umekuwa dhaifu na unajua utakufa hivi. Mimi nikujulishe, Mungu inawezekana ameruhusu utata huu kwa binti yangu Sifa. Inawezekana nimekuja niseme neno. Ili neno najua moja swali la wengi hapa. Nitakuwa mchungaji, sasa sisi hata tukipokea haya tutalelewaje? Sio kila mbegu lazima yote leo. Inaweza ikapandwa, ikabaki ardhini, inasubiri mvua. Inaweza ikapanda, ikabaki ardhini, inasubiri mvua. Unajua tukule chini ile mbegu inajaribu itafute tu maji. Inajaribu itafute tu maji. Kwa hiyo inawezekana kuna mtu utachukua hii imani, alafu naanza hivi sasa nitalelewaje kwenye mitandao, pengine kafano hapa kuna mahali network vitu vingine havishiki. Kwenye mitandao aidha uwezo huo sina. Wakununua smartphone, wakuweka bando. Huku pengine ni pembeni, hakuna atakaye nitembelea. Kwa sehemu kubwa nikuhakishie. Neno la Mungu alijarishi unatembelewa na nani. Linajarisha umepokea nini kwenye moyo wako. Kile kitu hata ukiwa peke yako unakuta tu kabisa kinatafuta kuchipua. Uko peke yako unaingia kwenye mtandao unasikiliza mawili matatu, kinatafuta kuchipua. Baadaye unakuta kuna mtu wa pili wa tatu anakusogelea. Anasema twende tuombe, tutake kitu hiki kitokee. Majina yetu yabadilike. Sisi tuliokuwa wanyonge, wadogo, tuliodharaulika, wahovyo, Mungu atutumie kuaibisha wenye nguvu. Mimi sina cha mwanamke, sina cha kijana, sina cha nani. Sina cha nani. Huyo binti huyo alikataliwa kwao. Wakasema imani hiyo ni ya kishetani. Ni ya Freemason. Sasa hivi eti ukiwakataza uzinzi, mabinti wakaacha kabisa ni Freemason. Ukiwakataza uvivu, wakaacha kabisa uvivu ni Freemason. Ukiwakataza
uchafu. Kwa mfano binti alikuja hata kuoga sio alikuwa anapita siku ngapi? Kwa sababu harufu alikuwa ananuka anaanzia kule. Akija akiwa kule tu nyumba 2 3 mbele unajua kuna mtu anakuja. Alikuwa ananuka. Kuna familia ambazo msimamia nani kwa kunuka siku 2 3 kwenu ni kawaida. Kutofua nguo za ndani wiki siku ngapi unakuta ni kawaida. Kaka mkubwa wewe unanuka, tunajikaza tu kukaa na wewe. Kazi ya neno la Mungu ni kukusafisha mambo kama haya. Kukujulisha Biblia imesema uwe msafi ili watu wote wakuheshimu. Sasa huyu binti alikuja si chochote. Hana chochote, wao hana chochote, lakini tulipoanza kusali naye wanasema kajiunga imani ya Freemason. Sisi hatukai kusali naye. Kwani wewe wasafi hivyo? Kwani wanavaa nguo zote ni safi hivyo? Kwani waache umalaya, waache kabisa? Sisi kwa kanisa yetu tunatangaza tu mdomoni kwamba tumeacha, lakini kwenye kona kila mmoja anajipatia wa kwake. Kila mmoja anatafuta pa kupita. Tunaacha katika ulimwengu wa roho, sio kawaida hiyo. Kanisa gani mnaacha dhambi, mnaacha kabisa. Mnaacha uongo, mnaacha kabisa. Mnaacha uzinzi, mnaacha kabisa. Mnaacha roho mbaya, mnaacha kabisa. Sisi kanisani kunoniana hawa vijana sio rahisi. Kila utakapowakuta unakuta wanacheka, wanapongezana, wanatiana moyo, wanaambiana twende mbele. Uwezo ukaona tajiri ni nani? Uwezo ukaona masikini ni nani? Ukipaki kigari kiache kule, ukija hapa sote ni watoto. Hatuna chochote. Tunanyenyekeana, tunakumbatiana, tunasafiri. Hauwezi kugundua wa kijijini ni yupi, wa mjini ni yupi, wa Chato ni yupi, wa Nkome ni yupi. Hauwezi ukajua. Tunajua jambo moja, sisi wote tulitoka kwa Baba. Tupo duniani, tunatakiwa kuwakilisha Jehova. Haleluya. Sio wa sasa hivi. Wa mjini wanajulikana tu. Kama dadangu hapo wakati mwingine, tukiwa na uwezo na unatuweka tunywele, unaanza kufanya hivi. Unaanza kufanya hivi. Mwingine anakwenda kuchukua kawiki kingine, kanakuwa kameshukia mpaka hapa. Mwingine anachukua anakweka mpaka. Sisi hayo hatuna. Nywele ni aina moja. Nywele ni aina wanawake kwa wanaume. Wanawake ndio tukaruhusu ziwe ndefu tu. Wafunge hata kwa nyuma huko. Lakini sio swala la kwamba si umeenda kuweka wigi la 200 limeenda hapa. Sio mwingine yes. Ashika wigi kameelekea hapa. Mbona kama naongea au kwa sababu nashtuka. Wainamisha kidogo. Mimi hapa najaribu kuziangalia sura zenu. Nikiona kuna mahali mnanionyesha hapa tumechoka sasa wewe jamaa. Hapo ndo nachomokea hapo. Lakini kama nitakuwa naongea hivi bado naona macho yenu yanasema basi imani kama watakuja kuambia Freemason, sisi hatupendi matabaka. Hatupendi awepo anayelia, anayeumia. Sisi kanisani kulala na njaa marufuku. Kulala na njaa marufuku. Huyu mama yao huwa anaenda ananunua mahindi wakati wa mavuno. Ananunua mahindi, ananunua mchele. Anaweka ndani. Ikija kufika kuna muumini anakuja kanisani anasema sina chakula. Anasema chukua debe moja hii. Wala tunamfundisha kwa nini una chakula wakati tunafundisha fanya kazi? Sisi hatuna cha baraka za kwamba toa ubarikiwe. Sisi fanya kazi upate hela. Kutoa utatoa kwa hiari na kwa kupenda kwako. Sisi tunasema fanya kazi. Hakuna cha maombi ya kwamba haya mnaotaka kubarikiwa piteni mbele kwa sababu mmetoa fungu la 10. Hakuna. Kafanye kazi. Ndio. Ukifanya kazi utapata hela, baada ya kupata hela utakuja kutoa shukrani kwa Mungu kwa sababu alikusaidia akili. Na nielewa mtu wa Mungu. Kwa mwisho wa siku, hawa jamaa hawa kokota atoke mjini, atoke kijijini. Hapa bila shaka uoni ambaye kachonga na kamustachi, kausera. Aliyenywa kibwenzi. Aonekane wa mjini. Sikiliza. Kwa mujibu wa Biblia, sisi wote sisi wa shamba sisi. Unajua kwa nini? Biblia imesema sisi katika Yohana 15 mstari wa kwanza. Inasema
Yesu anasema mimi ni mzabibu wa kweli na baba yangu mpaka sasa hivi ni nini? Ni mkulima. Baba mpaka sasa hivi ni nini? Ni mkulima. Yaani mpaka Yesu anakuja Mungu bado alikuwa mkulima, mtu wa shambani. Wewe unatoka wapi? Uishi kimjini. Umechonga kao, umefuga tundevu utafikiri kimbuzi, Umenyoa kibwenzi. kimekaa hapa, umenyoa denge hapa na mwendo wako unatembea upande. Sisi tunakwambia nyoka. Hatuhitaji onekane wa mjini. Baba ni mkulima. Baba ni wa shambani mpaka sasa hivi. Lazima wote tuonekane kama baba alivyo, kwa sababu imeandikwa yeye baba alivyo ndivyo tutakavyokuwa. Haleluya, haleluya. Kwa tukionekana tumepotea, tukionekana Freemason, tukionekana ndio maana mnapatwa na mabaya, ndio maana mnauawa. Kwanza wewe jua sisi tunaonekana tunauawa au tunakufa kwa sababu tuko wazi sana. Na nyewe kwenye sembulizi zenu, kwenye Roma zenu kule, na nyewe wanakufa. Na nyewe wanakufa tena, nyewe wanakufa wakati wamerogwa wanatembea na wake za watu. Amesema mmoja hapa sio alikuwa asisemu yule. Anasema mbarikiwa hata kama na John umeshindwa, sifa kurudi akiwa kimya. Bado umeshinda. Hajarudi na katoto kanje. Hajakufa wakati anatoa mimba. Kwa hiyo sisi ametukuta ni kweli. Tunamcha Mungu ili tuepuke mabaya ya aina hii. Amina. Tunamcha Mungu ili Mungu atuepushe na haya. Lakini inawezekana sisi ambao tumetangulia mbele tutakuwa mbegu ya watakao kuja baadaye, ambao watapokea imani ambayo hakuna dhara itawapata. Hakuna dhara itawapata. Aishivyo Mungu, aishivyo Jehova. Naomba unielewe. Kazi ya neno la Mungu hili sio kukupatia ushemasi, sio kupatia uzee wa kanisa, sio kupatia uchungaji, sio kupatia waskofu. Ni kubadilisha jina lako, ni kubadilisha hali yako. Ukipita mjini wanasema anapita mwanaume, wanasema anapita mama ambaye utafikiri mwanaume. Ukipita popote wanasema shamba, jogora shamba linalowika mjini, linalowika mjini. Bwana Yesu asifiwe. Hii Biblia hii sio kusaidia ushone kasuti kama niko shona. Ushone nguo ya kitambaa. Hii Biblia sio ikujulishe uanze kusema Bwana asifiwe. Mimi hapa nilipo ukisikia kuna vijana wa Nkome, kuna vijana wa Chato, wasi aliyetoka karibu na Burundi, Shirombo na Kanasi. Hapa amekuja hapo mmoja. Wametoka hapa. Ushawahi kusikia anajiita Askofu Mbarikiwa? Hamna. Ushawahi kusikia anajiita Askofu Mbarikiwa? Hapana. Mbarikiwa mzee. Hamna. Ushawahi anajiita mtume na nabii? Hapana. Na mwinjilisti na dokta? Si nyama chizi tu wanaojichanganya mjini huko. Anajiisha kijiita askofu, kuna kitu kinabadilika. Yesu alipewa jina jingine, lipitano majina yote, lakini jina lile lilibaki. Anaitwa Yesu wa Nazareth. Yaani jamaa alizaliwa ni Yesu. Alikuwa akiwa Yesu. Alikufa akiwa Yesu. Akafufuka ni Yesu. Akapaa ni Yesu. Lakini jina linaishi mpaka leo. Maaskofu wangapi wa kijini kwenu majina yamepotea? Hichi tulio zaidi ya watu tuliowazoea. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesu alikuta maaskofu wanapiga haya tu makanisani. Bila muda wote ni kwa pembelea tu waumini. Amani ya Mungu iwe nanyi. Wanasema hatuna amani, tumegombana jana na waume zetu. Hiyo ndo amani. Mmekuja na amani, nendeni na amani. Kikubwa mumeibiwa. Wakati huko nje mna madeni na sisi na mimi hapa nimewatoa. Zingine nendeni mkaliage huko mkafie mbele. Hamuna. Yesu aliwakuta wachungaji wanasema toeni mubarikiwe, toeni mupate wachumba, toeni mupate waume, toeni mupate magari. Lakini wakati lenyewe ndio likipata inanunua gari. Lakini wale wanabaki na mindara na mieboyebo yao na mavitendo. Aliwakuta wakiwa wanatishia watu, msiponipa mimi hela mtalaaniwa. Toeni
nyumbani mwa Mungu kiwemo chakula kingi, ila kwetu ndo kisiweko. Kwetu ndo kisiweko. Unamjua nyumbani mwa Mungu wewe? Mtu wa Chabalisa unamjua nyumbani mwa Mungu? Ngoja nikujulishe, nyumbani mwa Mungu sio nyumbani mwa mchungaji. Mimi nikisema ni wapumua hapa naweza nikawapumua mpaka kuche. Nataka uelewe hata fungu la 10 wakula hakuwa mchungaji kwa mujibu wa Biblia ile. Kasome Kumbukumbu la Torati kuanzia 12, 13 na 14. Wakula sio mchungaji. Lile fungu la 10 lilikuwa kwa ajili ya kuwapa wajane na wahitaji. Ambapo kama wewe uwezi kwa hapa, ndio ukiweka kwa mchungaji, atachukua ile fungu la 10, ataanza kuangalia wajane na wahitaji kwa hapa. Hakikuwa cha kuweka kwenye tumbo lake lile inatoka peke yake. Hiyo sio Biblia. Biblia sio hivyo. Kasoma Biblia, hakuna mara Biblia imesema mchungaji ale fungu la 10. Hamna. 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 Kama upo mchungaji, kama upo shema, kama upo mzee, nionyeshe. Hamna. Ni uroho tu. Ndio. Ni uroho tu. Ngoja nikujulishe, nyumbani mwa Mungu ni nyumbani alimo mtu wa Mungu. Yeyote ukisha kwa mtakatifu, mtu wa haki, hapa ni nyumbani pa Mungu. Ukisikia chakula kisikosekane nyumbani mwa Mungu, maana yake kwanza nyumbani mwako. Watoto wasilale njaa. Watoto wasibaki matako yako nje. Wanatembea, mama ana akili, baba ana akili, pesa zote wanatoa kanisani. Mama ana akili, baba ana akili, pesa zote. Vitoto tunatamani mpaka andazi. Ukipata 5,000 tu fungu la 10. Mchango wa kwaya, mchango wa mchungaji. Pikipiki ya mchungaji, suti ya mchungaji, kitenge cha mama mchungaji, suruali, sadaka ya jimbo, sadaka ya sikukuu, ya vijana, ya mama, ya watoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwisho wa siku walokole mnabaki na madeni kila kona. Huko unadaiwa, kule unadaiwa, kwenye kikundi unadaiwa, kwenye kiduka unadaiwa, hapa unadaiwa. Wakishakudai mwena amani wapenda, na mimi najua nadaiwa. Dawa ya deni ni kulipa. Dawa ya deni ni kulipa, sio kumwambia mtu uwe na amani. Na mimi nadaiwa. Ulikopa, ulijiingiza mwenyewe kwenye SACCOS za watu wanaita makanisa. Kila ukifika wamekutuma 100,000, 10,000, 20,000. Hasa ukiwa na hela ndio wanakupa na uzee wa kanisa. Wewe unachojua wamekuheshimu, lakini kumbe wametaka usogee karibu ili zipigwe sawa sawa. Kwenye kizazi tunachoishi sasa, kama ni shemasi, kama ni mzee wa kanisa lakini hauna hela, akija tu mwenye tu hela ujue uliwashikia wenzio. Akija tu mwenye tu hela unasikia uchaguzi, unasikia mchungaji kateua mzee mwingine. Hawa wazee wamemtumikia Mungu sana, wapumzike. Pumbavu mwana wa nyoka wewe. Kwa nini usipumzike wewe tangu uanze kuwapuna watu hela? Tangu uanze kwa mchungaji, lakini unawapumzisha wasio na hela, unawabandika wenye hela kwa sababu yupo kwa ajili ya kutafuta hela. Lakini Yesu alikuwa na kila kitu mbinguni. Alikuja duniani akafanya urafiki na kina Petro. Hakuna ifumu la 10 la aina yoyote. Alibadilisha mioyo ya kina Petro waliokuwa wavuvi wa samaki, akawafanya kwa wavuvi wa watu. Na akawaahidi kwamba duniani mara 100 na hatimaye uzima wa milele. Lakini kuna siku wanakutana na maskini mmoja, omba na kipofu. Wanasana waomba sadaka. Petro pasipo kuogopa chochote anasema, nitazame mimi, tuangalie mimi na Yohana. Yesu alituahidi tutapata mara 100 duniani, lakini sasa tunasema fedha na dhahabu hatuna, ila tulichonacho ndicho tukupacho. Inawezekanaje mhubiri sasa hivi na kwa mitajiri, waumini wanakuwa masikini kwa sababu imetumwa kwa ajili ya mali walizo nazo watu, wala sio kwa ajili ya mioyo ya watu na maisha ya watu. Maandiko yanasema imempasa mtume, yeye alikuwa masikini ili sisi tuwe matajiri. Lakini mnaowaita wahubiri sasa, wao wanakuwa matajiri, waumini wanakuwa masikini. Hiyo ndilo neno la Mungu. Nataka nikwambie mtu wa Chabalisa, Mungu amekuleta hapa, ameleta neno la Mungu hapa kwa sababu anataka kufanya wewe kuwa mwanzo wa tumaini jipya katika mji huu wa Chabalisa, katika mji huu wa Nyamitoko, katika mji huu wapi huko tena Ushangaro. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninachosema tu ni kwamba ikiwa itampendeza Mungu
aweko mtu mmoja wa Nyamitoko huko, wachabarisha huko, wawili watatu hivi, watano sita hivi, wajikusanye pamoja, waseme hili ni neno la Mungu, hili tutakufa nalo, hili sisi tutajaribu. Wewe unapiga kelele huko, waweko watu Karagwe pale, wewe unapiga kelele, waweko watu Bukoba pale wanapiga kelele, waweko watu mpaka Uganda wanapiga kelele, mpaka Rwanda wanapiga kelele, Dar es Salaam wanapiga kelele, Songea Mtwara wanapiga kelele. Wanasema imani isituache ni wa kawaida, ifike mara tukimkataza jirani kwamba mpango unaopanga huu na madhara una hasara, asipotii aumie mara moja, kwa sababu sauti ya Mungu imetoka. Ukipita mtaani ukiwakataza msiue, akiua kesho anageuka kipofu, au watoto wake wanakufa, wanapigwa na radi, anaanza kufuta mara kujua. Kwani sasa hapa mambo yameanza kuchangamka, sasa hapa mambo yameanza kunoga. Nami ninachojua at any time, haleluya, haleluya, ya kaburi na sifa, kaweke alama ya kuondoka kwa sifa. Kainue miongoni mwa watu hawa, kamuinue mtu atakaye kwa moyo na picha ya sifa, atakaye kwa sababu ya wingu lako kusimama hapa Nyamitoko, kusimama hapa Chabalisa, kusimama hapa Mshangalo, kusimama hapa Kagera Karagwe, kusimama hapa mkoa wa Kagera. Mungu na aweke mkononi mwako. Natamka mwanzo mpya, natamka ufahamu mpya, natamka nguvu mpya, natamka mwanzo mpya, natamka aina mpya ya maisha. Waanze kuona sasa inawezekana, waanze kuona sasa inawezekana, waanze kuona mwanga, waanze kuona mwanga ndani yao, waanze kuona pa kupita mwanamke huyo, waanze kuona pa kupita mwanamume huyo. Acha ajitoe kwenye unyonge alionao, ajitoe kwenye umaskini alionao. Acha umaskini Bwana, ulichukua udhaifu wake, ulichukua umaskini wake, ulichukua unyonge wake, na kwa kupigwa kwako Bwana wewe huyo anataka kupona, anataka kutoka kwenye unyonge huo. Na mweke kwenye mikono yako, na weke kwenye mikono yako, ya kale yapite. Tazama yale mapya, nimeweka mkono wangu wa baraka, mkono wangu wa neema. Takasa kabisa, ponya kabisa, safisha kabisa, tiba ya kale yakawe mapya sasa, katika jina la Yesu. Na bariki na mtumishi wako kwa moyo wangu wote, kwa nguvu zangu zote, katika jina la Yesu. Bwana naomba bariki mtumishi wa Bwana Robert, tuongoze sala ya toba, na kama utaanza kwa maombi tena, omba ongoze sala ya toba. Na baada ya hapo watumishi wa Bwana wote mkainuke, mtuwabariki, tuwazunguke watawa, tuwabariki kwa maombi mengi, alafu tuache mkononi mwa Bwana, kisha mtaendelea na kipindi chochote kitakachosalia. Amen. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakuja kwako. Sisi ni wenye dhambi. Tumesikia maneno yako, tumesikia maneno yako, tumeona udhaifu wetu. Mungu, Mungu, yafute majina yetu, yafute majina yetu katika kitabu cha hukumu, katika kitabu cha hukumu, katika kitabu cha hukumu, katika kitabu cha hukumu. Yafute majina yetu katika kitabu cha laana, katika kitabu cha laana. Achilia mema yako, achilia uwezo wako, namna zozote za kishetani, namna zozote za kipepo, ukiwako namna yoyote ya kishetani, na achilia uwezo, na achilia uwezo, mwanzo wa ushindi kwenye maisha yao, ikawe mwanzo wa kurasa mpya kwenye maisha yao, ikawe mwanzo wa kutazama kupya kwenye maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, achilia mema, achilia uwezo wa damu yako Bwana, iko namna yote ya kishetani, iko namna yote ya mapepo machafu kwenye mili hii. Achilia uwezo wa Yesu, achilia uwezo wa Yesu, achilia uwezo wa Yesu, achilia uwezo wa Yesu. Iko nguvu katika damu yako, iko nguvu katika damu yako.